Kuna upako wa aina mbili. Kabla sijauelezea upako, kuna upako kwa habari ya maisha yako. Nisikilize, kuna upako kwa habari za maisha yako. Lisha upako wa kuhubiri Injili. Upako kwa habari ya maisha yako. Maisha yako maana yake upako kwa habari ya mapito ya njia zako za ulimwengu huu. Kule utakakopitia, mapambano utakayokutana nayo, dhiki utakazopambana nazo, magonjwa ambayo utapambana nayo, hali ya jamaa yako na laana zake ambazo baba yako alikuwa nazo. Mashetani yatataka kushtaki kwa habari zako na yatakufuatia kwa mashtaka, kwa sababu Petro anasema iweni macho, kwa sababu mshtaki wenu Ibilisi anasimama akitafuta kummeza mtu. Kitakachokusaidia ni nini? Unasema ni imani. Imani maana yake ni nini? Maana yake ni kupewa haki ya mguso wa uungu uwe pamoja nawe katika mapito ya maisha yako. Haleluya! Kuna watu wengine ambao wamejali sana kuhubiri Injili, lakini wamepoteza maisha yao kabisa. Yamepotea kabisa kwa sababu hawakushiriki upako kwa habari za maisha yao. Wao walishiriki habari za kuhubiri Injili tu. Kila mtu aliyeokoka anayo nafasi ya kupokea upako ambao nitaueleza hapa. Sasa, jana niliendelea kusema, nikasema hivi, tunakapokuwa tunazungumza habari ya upako, tofauti ya upako na vipawa, nilisema ya kwamba wakati muondoko wa uungu unapoondoka katika uungu ule mmoja ule, wakati zile nguvu ama uweza wa akili za Mungu zinapoondoka kwenda mahali, au hekima yake, maana kila kipawa hakika yake ni hekima, ni uwezo na akili na ufahamu. Kila kipawa. Tofauti iliyoko ni kwamba katika kutolewa kipawa, kila kipawa huenda kufanya kazi sawasawa na makusudi, sawasawa na sababu zilizotolewa, sawasawa na makusudi ya kipawa kile. Kile kipawa kitakapoanza kujitokeza kama upako, hakitafanya jambo jingine lolote isipokuwa kile ambacho kimepelekwa kwa sababu hiyo. Na hii ndio maana watu wengi na wamekuwa na vipawa, na wakati upako unapokuja juu yao, hupenda kutumia upako na kufanya vitu vyao, wanapoteza kabisa. Ndani ya upako ziko akili ambazo ni za ajabu sana. Kuna ufahamu ambao ni wa ajabu sana. Kuna akili na uweza ambao ni wa ajabu sana, lakini hautafanya tofauti na jinsi ulivyopelekwa. Mpe Bwana nafasi, mpe Mungu nafasi. Siku zimekuja wakati nafasi ya Mungu itawaidia, na wale wa Tanzania ambao walifikiria kwamba Mungu amelala watajionea wenyewe wakati upako utakapokuwa unagawanywa vipande vipande. Na wale ambao wamejifanya kuwa watu wasioondoka mahali walipo, na wakuu wa nchi na watawala wa nchi ambao wamejiona ya kwamba wao hawatamsikiliza mtu, watakutana na upako na uweza wa Bwana. Watakutana nao, na wakati hautakuwa mrefu. Uwe na hekima ya kufahamu upako unapofanya kazi. Haleluya! Haleluya! Mungu anawapenda. Nataka ni Askofu Mkuu Kakobe nisamehe sana, kwa sababu hii kitu nilikitafuta nikimalizie wapi, na hakitaisha, hakitakoma. Tusimame. Tusimame. Uwepo hapa kesho ninapomaliza. Tuwe na msimamo mmoja na ukiri mmoja kwa ajili ya nchi hii. Na tuwe na akili na busara wakati muondoko wa vipawa vya uungu utakapokuwa unaondoka, na wakati upako utakapokuwa unatokea. Bwana akusaidie uzitambue kanuni zake, uelewe mipango ya kanuni za Muumbaji. Tunyoshe mkono, tumuite Bwana. Tumuite Bwana katika uweza wake na katika mamlaka yake.
na katika uweza wake na katika upako wake, na upako wa Bwana uwe juu yako. Pokea, pokea upako. Bwana akuzingire na upako wake na uweza wake na mamlaka yake. Bwana akutawale, akuongoze, akujalie. Kurapapa shando la rabidi sikila la bashanda fika tusama tanisini paro la bakashinda la basoda sima la bakas kara la bashanda. Oh my God, oh my Lord, oh rapapa satonda la rabayenda kori la rabashanda sikila la bandaya. Hallelujah. Lord, Lord, oh Bwana, 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 oh, hello.